Mtazamaji wa B5 Media, hii ni B5 TV. Jina langu ni Pasco Mwere. Karibu sana kwenye mazungumzo haya mafupi na ndugu yangu Elias Lugiko, ambaye yeye atajitambulisha vizuri zaidi kwa jina, mimi namfahamu hivyo. Huyu bwana ni mtaalamu mkubwa sana wa masuala ya teknolojia na anafanya vitu vingi vizuri kutokea hapo, lakini inawezekana katika mazungumzo yetu tukagusia sana utaalamu wake wa teknolojia, lakini hapa kwa namna moja ama nyingine, sehemu kubwa sana tutazungumza kuhusiana na taasisi yake ambayo ameianzisha hivi karibuni, ikijihusisha na masuala mbalimbali ya vijana, fursa, uchumi, mazingira, utalii na vitu kama hivyo. Ni taasisi inayojulikana kama Great Thinker Initiative. Ataizungumzia kwa uzuri sana. Yes, na uwe na uhakika kwamba baada ya mazungumzo haya basi kuna kitu kikubwa sana ambacho utakuwa umekipata. Yes, just a normal talk ambayo itatufanya mimi na wewe unayotutazama kupata kitu baada ya mazungumzo haya. Elias, mambo vipi bro? Safi sana brother Pasco. Uko vizuri eh? Niko vizuri. Karibu sana kwenye studio zetu za B5 Media. Yes, mimi niseme asante sana na ninafurahi kuwa hapa pia. Yes, ninakufahamu kwa vitu vingi, unajihusisha na vitu vingi Elias. Taasisi yako ya Great Thinker Initiative inafanya vitu vingi, lakini wewe binafsi masuala yako ya kudili na teknolojia ni mengi. Natamani nianzie hapo. Wewe ni nani na vitu hivyo ambavyo unavifanya imekuwaje mpaka unavifanya? Okay. Awali nianze kwa kujitambulisha. Yes. Mimi naitwa Elias Lugiko. Yes. Umesema najihusisha na vitu vingi tofauti. Yes. Obviously ni kweli nafanya vitu vingi tofauti, lakini specifically nimejipambanua katika mambo ya teknolojia, lakini pia katika taasisi ya Great Thinkers Initiative. Unaposema Great Thinkers Initiative, hii ni idea ambayo mimi nilipata nikiwa mdogo sana. Nikiwa mdogo kwa maana kwamba nikiwa kidato cha 3. Nikawaza sana, nilikuwa natumia muda mwingi kukaa peke yangu na kutafakari mambo. Kwa hiyo kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda, nikiwa kidato cha 5, by that time pia nilikuwa ni kiongozi wa dini, Kasfeta. Yes. Kwa hiyo nilikuwa mwenyekiti. Sasa tukifanya zile fellowship za pale shuleni, nikimaliza nakuwa na muda wa peke yangu sana wa kutafakari. Na kile kitu kikawa kina reveal masikioni mwangu kwamba kwa nini unatafakari sana? Kwa hiyo nikawa naona kila ninapopata muda wa kufikiria ndivyo ambavyo napata idea mpya za kufanya maisha. Kwa hiyo idea ikaanza pale, na nikiwa kidato cha 5 nilifanikiwa kuandika kitabu kinaitwa The World of Great Thinkers, kwamba dunia ya watu wanaofikiria nje ya box. Unajua nini brother Pasco? Watu wengi wana mawazo makubwa sana. Wana ndoto kubwa sana, lakini nyuma kuna sauti nyingi ambazo zina whisper, zinanong'oneza kwamba you cannot make it, huwezi ukafanya. Kwa mimi nilianza kwa kuzikata zile sauti baada ya kuwa nimeandika kitabu. And then kutokea pale marafiki zangu wengi pale shuleni wakawa na niita great thinker. Kwa ile idea ikaanzia pale, na baada ya hapo nilipofika chuo sasa mwaka wa kwanza, mimi nikaona niifanye kuwa official kama idea ya initiative ambayo sasa inaweza ikasaidia vijana wengi wenye mawazo makubwa ku unlock their minds. Kwa hiyo back to swali lako la pili, issue ya teknolojia iko pia included katika taasisi yangu. Teknolojia it's my profession. Yes, by professional mimi ni computer scientist ambaye pia ninafanya mambo mengi ya teknolojia. Okay. Yes, and technology is my passion by the way. Okay. Yes. Sawa. Ongera. Na hapo kwenye Great Thinker Initiative umeandika kitabu na kuna vitu vingine ambavyo vinafanyika. Natamani sasa tuwe wazi. Kwenye hiyo taasisi vitu gani ambavyo vinafanywa? Yes, Great Thinkers Initiative imejipambanua kitofauti sana na taasisi nyingine za vijana. Kwanza ifahamike, hii ni taasisi ya vijana ambayo ime-aim ama imejikita katika ku-unlock zile mindset za vijana, katika kufikiria tu kwamba mimi ni wa chini, mimi siwezi, mimi hapa sitovuka. Wafikirie kwamba wana uwezo,
Unajua hata vitabu vya dini vimeandika kwamba vijana wanayo nguvu, si ndio? Yes, kwa hiyo no matter mtu amesoma au hajasoma, still yet kwenye kitabu changu cha Great Thinkers, The Word of Great Thinker, nigusia kitu kinasema hata kama wewe ni carpenter, ni fundi seremala, kama ukivalue unachokifanya ukatengeneza uniqueness, still you can make it. Umeelewa? Kwa hiyo Great Thinker, kitu cha kwanza, ina unlock mindset za vijana, kutokufikiria kwamba wao ni wa chini, hawawezi. Lakini kitu cha pili, Great Thinkers Initiative inasaidia watu wenye shida ya afya ya akili. Yes, hii ni tatizo ambalo ni common sana. Kwa hiyo tumejipambanua katika kuwafikia vijana wenzetu ambao wana changamoto ya afya ya akili. Sio tu mpaka amezidiwa sana, no. Katika ile preliminary stage tunaweza tukamface na tuka provide advice, mentorship na guidance. Na mnawafikia kwa namna gani? Namna gani tunawafikia? Kwanza tunajikusanya. Yes, tunaandaa events. Kwa mfano last year tulikuwa na mkutano and tulikuwa ni vijana kama 30 Mlimani City, Dar es Salaam. Kwa hiyo tuliweza kufanya launching ya t-shirt zetu, na katika kufanya vile tulipata sponsorship, tukafanikiwa kuwafikia baadhi ya watu ambao walikuwa na changamoto ya afya ya akili. Yes. Sawa. Tunavyozungumza kwa habari ya vijana hususan wa sasa, ni vijana ambao wanakumbana na changamoto nyingi, lakini pia ni vijana ambao kupitia changamoto hizo pia zinazalika fursa nyingi sana, hususan katika muktadha wa teknolojia kwa ujumla wake, mahali ambapo wewe upo. Hiyo teknolojia na vijana unaweza kuizungumziaje? Obviously kijana ni teknolojia. Na teknolojia ni kijana, sio? Yes. Tutarajii kuona mzee mwenye umri wa miaka 60 ajue matumizi mazuri ya AI kuliko kijana mwenye miaka 20. Hiyo unalipata? Yes. Kwa hiyo tunaposema fursa zilizopo kati ya kijana na teknolojia, kwanza kijana atambue kwamba teknolojia ni leo na ni kesho. Na kama akishatambua kuwa teknolojia ni leo na ni kesho, investment yake kubwa itakuwa ni kujifunza mambo mapya ya teknolojia. Unajua the problem with technology iko nje ya wengi tunavyofikiria. Vijana wengi anajua teknolojia ni kupiga picha kali, ni post Facebook, ni kupiga picha nzuri, ni post Instagram. Lakini teknolojia iko beyond that. Kwa nini nakwambia hivyo? Tunaishi katika dunia ambayo sasa hivi kuna watu they earn money through their phone. Ana duka lake la mtandaoni. Yaani mimi naamka sawa na group langu lesson la kuombea mikopo tu vijana ambao wamemaliza kidato cha 6. Kwa hiyo ninachokifanya, nimefollow page ya Heslab, nimefollow ukurasa zao zote ya Lita na wapi zote, makolokolo yote yanayohusika na zoezi la uombaji wa mikopo. Kwa hiyo ninachokifanya mimi ni asubuhi nikiamka, kuna update gani bodi ya mikopo, kuna update gani Lita, na toa zile update zote naziweka pamoja kwenye group. Kwa hiyo naweza nika-accommodate vijana wengi kutoka sehemu nyingi katika ile kuwaelezea bana nini kinafuata saa hizi, kuna stage ya kwenda JKT, kuna stage fulani, najikuta nimefikia vijana wengi, lakini kupitia simu ya mkononi, from which that is technology itself. Kwa hiyo ninavyokuwa nimeaccommodate vijana wengi kwa kutosha, nikawa mwaminifu. Sasa hapo katikati kuna kitu kinaitwa uaminifu. Yes. Mtu anaweza akanitumia cheti chake, yupo Kigoma, mimi nipo zangu Kilimanjaro. Kwa hiyo akanitumia cheti chake, nikakiverify within 2 minutes cheti kinarudi, na mwambia bana verification code yako hii hapo. Lakini from which kama labda control number nalipia 6,000, mimi namwambia bana 6,000 10,000 pale. Kwa hiyo 4,000 ile nimeipata ndani ya dakika ngapi? Maisha yanafanyaje? Yanaenda. Kwa hiyo teknolojia ni namna ambavyo kwanza wewe umeipokea katika mtazamo wa kujifunza vitu vipya na kuziona fursa. Yes, kujifunza vitu vipya kila siku, kwa sababu teknolojia ni naweza nikasema pia inalandana na ualimu. Inahitaji uwe updated. Yes, kama wewe umezoea kutumia AI labda inaitwa ChatGPT, kuna AI zingine zinakuja, Gemini, kuna DeepSeek, kuna Cloud nyingi na kuendelea. So kila moja ukielewa na matumizi yake
na ukawa tayari kujifunza, inakutengenezea fursa kubwa ya kujua namna gani sasa unakabiliana na changamoto ndogo ndogo za maisha. Kuna huyu kijana ambaye yuko mtaani, ama labda hajawahi kufika chuo kikuu ama hajawahi kufika chuo chochote, lakini yuko mtaani. Lakini kuna huyu ambaye naye pia amesoma, amemaliza chuo, yuko naye pia mtaani. Vijana hao wawili, teknolojia inawakutanisha vipi katika kuziendea fursa kwa usawa? Yes, ni swali zuri sana. Mimi labda niseme tu kwamba idadi nyingi ya watu ambao unakuta labda wana vibanda vya kutengeneza simu, si ndio? Mostly sio kwamba wana bachelor, kwamba wamesoma, hapana, si ndio? Sasa kuna kitu ambacho vijana tunashindwa kuelewa. Kuna elimu, alafu kuna ile confidence ambayo mtu anakuwa nayo ya kukabili kitu ama kujifunza vitu vipya. Si sawa? Sasa kijana huyu ambaye ananisikiliza, kitu ambacho anatakiwa akijue, ambaye yuko mtaani, pengine hajapata fursa ya kusoma ma degrees, ma masters na nini na nini, yet anayo nafasi ya kuiface teknolojia. How? Mimi ninao mfano halisi wa mtu mmoja ambaye ni fundi simu, lakini yeye anajua vitu vingi mpaka mimi kuna muda waga nakuwa mpole kwamba bro, hapo umefanyaje? Kwa nini? Kwa sababu yeye amejiamini kwamba mimi sio vyeti ambavyo vinanifanya nifanye hiki kitu. Kumbuka teknolojia ni reality. Brother, mimi nitakuletea kompyuta yangu hapa, piga window. Kama una degree, hata kama una GPA ya 4.8, lakini kama hutoweza kupiga window, mimi sitoamini teknolojia yako. Sahi. Kwa sometimes tunachokihitaji kutoka kwako ni ile deliverance, kwamba nini unakitoa. So huyu kijana ambaye ananisikiliza anatakiwa aelewe kwamba teknolojia ipo kwa ajili ya wote. As long as ana simu kubwa ama anaweza aka-access computer, zipo simple skills anaweza kujifunza. It doesn't need mpaka ukakae darasani miaka 3, miaka 4 unasoma computer engineering, nini, IT. No. Kuna soft skills ambazo mtu ukijifunza hazikuachi patupu. Naomba nizitaje. Kwanza, skill ya AI ni kitu common sana. Skills za AI, ujue namna ya kumcommand, sawa, ujue namna ya kuomba code na vitu kama hivyo. Skills za pili, kuna skill kama Microsoft Word, Excel, ambazo wewe unatakiwa uzijue tu. Ile office in general unatakiwa na basics zake, from which ukishazijua zile, mtu atakupa tenda. Graphics design, watu wanahitaji posters, watu wanahitaji kutangaza biashara zao, from which ile skill haikuhitaji wewe mpaka wewe na bachelor ndio utengeneze. Kwa hiyo kijana ambaye ananisikiliza, kitu kikubwa anatakiwa kibebe ni kwamba aelewe vyeti havikupi wewe kuijua teknolojia, lakini ile juhudi yako ya wewe kuiface teknolojia ndio inaweza ikakupa wewe utofauti. Trust me brother, kuna watu wako educated na wana bachelor, lakini bachelor zao ni za makaratasi. So we need to put things in reality more than what? More than papers, au nje zaidi na watu ambao wanafikiria, and that is great skill itself. Yes. Kwa sababu naomba nikugusie pia one of our project ni kwamba tuna aim kuiface teknolojia katika ukubwa wake. Kwa nini? Tunasaidia pia watoto yatima. Na katika vituo vya watoto yatima sisi tumejipambanua kwamba tutaface kituo cha watoto yatima, lakini at the end of the day tutahakikisha tuna build up watoto 2 watatu ambao watakapo grow up tutawachukua, tutaanzisha just sehemu ambayo tutawa-accommodate, watajifunza skills za computer. Yes, kwa hiyo skills za computer ni vitu havikopeki kwa ajili ya dunia ya sasa. Hiyo nzuri sana kwamba kumbe pamoja na mambo mengine ni kwamba taasisi hii ya Great Thinker Initiative pia mnayo hiyo mikakati ya kuhakikisha watoto wa mtaani, watoto kwenye vituo hivi mnaenda mnawapa hiyo knowledge ili iweze kuwasaidia kwa namna moja ama nyingine. Yes, tunazungumza mambo mengi mtazamaji, na huyu ni Elias Lugiko, mtaalamu wa masuala ya teknolojia, lakini wakati huo pia ana taasisi yake ya Great Thinker Initiative ambayo inafanya mambo mengi kama ambavyo
ameeleza hapa. Jina langu ni Pasco Mwele na hii ni B5 TV ya B5 Media. Tunazidi kuzungumza tukiwa katikati ya mazungumzo yetu. Nirudi kwako tena Elias. Umezungumza vitu vingi hapa. Natamani sasa tufahamu kwa pamoja, tunaweza tukaignore teknolojia kwa ujumla kwa maisha ya sasa? Kuna wale ambao wanasema bana, sio vitu vyangu, au ukurasa wangu, anaweza akawa na ukurasa kule Instagram, mwingine hana kabisa. Mwingine anao kwa ajili tu ya kusoma vitu vingine, sio kumnufaisha, sio kumtambulisha, sio kumpa deals na vitu kama vile. Kuna namna ambavyo tunaweza tukaona ni sawa hicho, kwamba wewe ni wewe, yes, kijana wa kisasa kabisa, una miaka zaidi ya 18, una miaka labda 30, na unajua una biashara yako unafanya, una chochote kile unafanya, labda una bustani, una chochote ambacho unakifanya, alafu kuna watu wanatengeneza pesa kupitia huko. Yes, ni sahihi kabisa kwa mtu kuignore hizo mambo ya teknolojia, na tukaona ni sawa. Obviously ni dhambi, niseme tu ni dhambi kubwa sana kuignore teknolojia. Kwa nini nakwambia hivyo? Kuna msemo saizi unasema kwamba your social media is your first CV. Okay. Yes, kwamba ile ni CV yako ya kwanza kabisa. Kwa kabla wewe labda hujanijua mimi Elias, sawa, unaweza ukapita kwenye ukurasa wangu wa Instagram, alafu kaangalia huyu kijana anafanya nini. Automatically ukikuta kule na posti simu sana, itakudirect kwamba huyu anahusika na uzaji wa simu. Sio? That's why pia kuna kale ka bio ambapo mtu ana display yeye anafanya vitu gani. So far, back to your question, kwamba ni sahihi kuignore teknolojia? Sio sahihi kabisa. Kwa sababu utakapo ignore teknolojia, wewe unajitenga na dunia. Yes. Unakaa nje ya dunia. Ni mithili ya mtu ambaye anatamani kusafiri lakini hataki kuingia ndani ya basi. Kwa hiyo mimi ni mshauri kijana mwenzangu ambaye tunapambana na dunia ya teknolojia, kwanza akubaliane na teknolojia na kuipokea in a positive way. Okay. Yes, kwa sababu kuna watu wanaipokea lakini katika mtazamo hasi, kwamba sasa huku ndio sehemu ya mimi kuposti picha za uchi, kuposti picha. No. Fanya kile ambacho unakifanya, hata kama ni kidogo, kioneshe duniani, watu waone kwamba unafanya kitu fulani pasina uoga wowote. Kwa hiyo ukiondoa hofu, ukaacha kuignore teknolojia, trust me, kuna asilimia kadhaa za kutengeneza mazingira mazuri ya kufanikiwa. Let not be today or tomorrow, lakini uwe na uhakika, kwa sababu watu tunachotaka ni kwamba today nimefungua ukurasa wangu wa Instagram, sasa mimi na posti labda simu, within labda 2 days nipate mteja. That's not. Teknolojia ina click, lakini ina click kwanza kutokana na zile tunasema continuation, consistency, kwamba unafanya kitu chako kwa mwendelezo. Yes, watu wengi wanakuja wanafikia wanaignore teknolojia, ni shofu, vitu fulani vya kujionyesha, ni kwa ajili labda ya superstar tu, lakini technology is for everyone. Okay. Sawa. Technology is for everyone. Sasa hivi ulimwengu wa kidigitali, digital world, una take over, unakuwa kila siku. Na siku moja nikawa najaribu kujiuliza tu katika hali ya kawaida kwamba kuna limit ninapoamua sasa kuishi ulimwengu wa kidigitali, au ni kwa ajili ya watu fulani, labda mtu yuko Dar es Salaam au Mwanza au Dodoma, nasema hivyo nikiwa namaanisha miji mikubwa ile, au popote ulipo, chochote unachokifanya ukiapply ama ukiuishi ulimwengu wa kidigitali, unaweza ukatake over. Okay, teknolojia haiwi limited na mazingira. Yes, that's why unaweza ukawa Kigoma lakini ukawasiliana na mtu ambaye yuko Dodoma through WhatsApp na ukamtumia labda picha, bana, shamba lako linaendelea hivi. Yes, mazao yako yamefika ukubwa kiasi fulani. Kwa hiyo kuna mtu anaamini kwamba ili mimi sasa nisikike au ili mimi nifanye biashara ni post mitandaoni, natakiwa niwe nimejiposition Dar es Salaam. That's bad notion. Okay. Yes, ni mtazamo hasi.
teknolojia iko kila mahali. Okay. Kwa hiyo wewe whether upo Kigoma, as long as unaweza uka-access network, sio ukawa na simu kubwa hizi wanaziita smartphone. Ndiyo. Yes, ama ukawa na access ya computer, yet unaweza uka-practice matumizi ya teknolojia bila shida yoyote. Sawa. Great Thinker Initiative, tuizungumze tena hapo kwa pamoja. Unadhani sasa mipango ikoje kuhakikisha kwamba yes, our great thinkers, kwa sababu naamini hauko peke yako, great thinkers wako wengi, pengine hata sisi hapa ndani wote kama great thinkers, sio? Tunawezaje sasa kuwa na mijadala, makongamano, lakini pia hizi talk show ambazo kwa namna moja ama nyingine zitatuambukiza ama zitaambukiza na kuambukiza na kuambukiza, ili wote kwa pamoja tuweze kuwaza in a great way na tuone matokeo, tubadilishe mindset za watu ambao kwa namna moja ama nyingine wanadhani kwamba kufanikiwa digital world na hii teknolojia kwa ujumla wake ni kwa ajili ya watu fulani. Yes. Kwanza ni mwambie kitu mtu ambaye ananitazama kwamba you are a great thinker. Okay. Yes, wewe ni mtu mkubwa ambaye una mawazo makubwa sana. Yes, kwa hiyo everyone is a great thinker bila kujali elimu yoyote ya darasa. Na kuna mtazamo hasi kwamba kuwa great thinker labda ni mawazo makubwa. No, great thinkers are the ones who start with the smallest idea. Kwa hiyo sisi, back to your question, tumeanza na hii idea ndogo ya kuimpact knowledge kwamba yes, we can make it in this young age. Bado tunaweza tukafanya mabadiliko makubwa kwa wenzetu wenye shida za afya ya akili, lakini pia hata maendeleo binafsi, self growth, self development. So far tunatarajia kuwa na makongamano makubwa ambayo wakati mwingine ni ngumu kuyaelezea, lakini tunazidi kumwomba Mungu na tunamsihi kwamba atuongeze katika idadi, lakini kama kupitia media kama hizi idea hii inazidi kuspread. Kwa idea itakavyo spread, hata siku tunaandaa kitu, si ndio, au is talk show kwa ajili ya watu wengi, hakika itakuwa rahisi watu kuwa na ile awareness kwamba okay, kuna hiki kitu na nini kinajihusisha zaidi. That's all brother. Okay. That's very nice. Tukiwa tunahitimisha mazungumzo haya, kwa sababu leo haitakuwa mara ya mwisho, tutakuja na mengine na mengine. It was just watu wafahamu unachokifanya na Great Thinkers Initiative inafanya nini, ili tutengeneze mazingira ya kuwa tunafanya hivi mara kwa mara. Habari njema kwako ambao unatutazama ni kwamba ukurasa wetu wa Instagram B5Media_official uko verified, una blue tick pale, na aliyefanya kazi hiyo ni lazima tuitoe hii credit, ni Elias Lugiko ambaye ni mtaalamu wa masuala haya ya kompyuta na mifumo na vitu kama hivyo. Ilikuwa rahisi kiasi gani bro, na imekuwaje? Ni shughuli ambazo unazifanya mara zote? Yeah, hii pia kwangu ni kama kitu ambacho naweza nikakitumia kwa mtazamaji ambaye ana uhitaji na iko kitu. Okay. Yes, tuka get into touch. Lakini sio rahisi as watu wanaojua kwamba verification nyingi zinatoka katika Meta, sio? Ndio. Yes, kwa hiyo B5 Media, more credit to you kwa sababu mmeniamini na tumekuwa na time nzuri ya kufanya hiyo kazi. Mimi niahidi tu kwamba tutafanya mengi zaidi, lakini zaidi sana kwa mtu ambaye ananitazama, we can get into touch kuhusu mambo ya teknolojia kwa ujumla wake. Okay. Yes. Ya, na pengine jazia hapo umuhimu wa kuwa verified ili huyo mtu asione kama ni kitu cha kawaida. Yeah, hiyo naomba tu niweke kwamba tips za security in general. Yeah. Kwamba let's say una simu yako, una account yako na nini, mambo tu ya kuzingatia ni kwamba password, hakikisha unatumia strong password. Sawa, lakini tumia official name ambayo itakudetermine. Kwa mfano, mimi Instagram natumia I am Elias Lugiko. Manake nimejipambanua. Yeah. Yes, B5 Media. Yeah. Yes. Kwa hiyo ukitumia vile na account yako ukaitengeneza mazingira ambayo inakupresent who are you, ni rahisi pia katika
katika tips za security. Back to your question kwamba faida sasa za account kuwa verified ni kwamba inakuwa under Meta Watch supervision katika swala zima la usalama wa hiyo account. Na kwa hiyo account haiwezi ka encounter vitu kama kuwa banned, umeelewa? Haiwezi ka encounter malicious au species yoyote au ama any kind of attack haiwezi kafanyaje ikaishambulia account. Okay. Na kitu kizuri zaidi kunakuwa na ile favor of engagements. Umefanya post yako obvious inakuwa spreaded viral. Yes, kwa sababu Meta wana trust nini account. Na mtu yoyote anaweza kuwa verified bila kujali kwamba sio ni taasisi nani. Mtu yoyote anaweza kuwa verified. Yes, lakini unajua Meta wanakuwa na offer. Unapofungua account yako pale, ukiingia kwenye verification, kama ukitaka sasa uverify account, wanakuambia kabisa utalipia dola ngapi, kiasi gani ili account yako iwe verified. Kwa hiyo mtu yoyote, na ni ushauri wangu kwamba kama una possibility ama una uwezo wa kuverify account yako, do it for your security. Yes, kuna watu wanajuta, yani umetengeneza CV ya muda mrefu, umetengeneza ukurasa wa muda mrefu, umefanya vitu vingi, alafu umeshaanza kupata hata tenda za kufanya matangazo na kampuni tofauti tofauti, yes, za kufanya branding, unashangaa tu account yako umeamka haipo, ina pain, inakata. Yes, kwa mwisho wa siku unajikuta kwamba yote uliokuwa unafanya mtu hawezi tena akakuita umlandie suti zake. Kwa nini? Kwa sababu huna followers tena. Sahihi kabisa. Yes, kwa hiyo kwa usalama tu na kwa katika kutengeneza ile muonekano mzuri wa akaunti zetu ni muhimu ziwe verified. Asante sana. Huyo ni Elias Lugiko kutoka Great Thinker Initiative. Amezungumza mambo mengi, na wewe ambaye unanitazama tunavyohitimisha mazungumzo haya, kama una swali lolote linalohusiana na masuala ya teknolojia kwa ujumla wake, unahitaji ulinzi wa mifumo yako ya kikazi, unahitaji ulinzi wa akaunti yako, unahitaji kurekebisha website yako, unahitaji kufanya chochote ambacho kinahusiana na teknolojia kwa ujumla wake, huyu ni mtaalamu, na kwa namna yoyote ukimfikia, basi jibu lako ama swali lako litapata majibu. Ni rahisi kiasi gani kaka kupatikana? Mimi napatikana, yes, na kwa mawasiliano yangu ni 06 21 06 48 92. Yes, naomba tu ni tunapoelekea mwisho ni declare interest kwamba mimi ndio CEO wa Great Thinkers Initiative Tanzania. Hongera sana. Na unaiona vipi sasa Great Thinker na B5 Media? Great Thinker na B5 Media naona kama ni kitu kikubwa ambacho kinaenda sasa kuwafikia vijana wengi. Kwanza B5 Media, more credit to you kwa sababu mmetuamini na tunaamini kabisa kwamba huu uaminifu hatutowaangusha. Tutahakikisha kwamba tunawatumia vizuri katika matukio makubwa ambayo yako mbele yetu, lakini pia katika midaharo mbalimbali ambayo itahusisha kufungua mawazo na akili za vijana wenzetu. Asante. Endelea kufuatilia mitandao yetu ya kijamii, Instagram kule andika B5Media_official, hivyo YouTube, lakini pia TikTok na Facebook. Jina langu ni Pasco Mwere. Kwa muda wote nilikuwa ninazungumza na Elias Lugiko, CEO wa Great Thinker Initiative, na amezungumza mambo mengi ambayo yanahusu taasisi hiyo kwa kile ambacho wanakifanya na walivyojipambanua, lakini zaidi amezungumza kuhusiana na utaalamu wake kwenye masuala ya teknolojia, na hints kibao amezitoa hapo. Ni wewe sasa kuangalia kipi ambacho unaweza ukakizingatia na ukaishi nacho. Huu ni mwanzo kabisa, ndo kwanza saa 11, bado hakujapambazuka vizuri, nikiwa na maana ya kwamba yako mengi ambayo yataendelea yataendelea kufanyika hapa, na lengo ni kuhakikisha wewe ambaye unatutazama, wewe ambaye unafuatilia maudhui yetu, basi angalau unapata kitu ambacho kinaweza kikabadilisha